Na umewadia sasa wakati wa kuingia ndani ya jukwaa la afya, na hii leo tunaangazia mfungo na afya. Yaani vipi kwamba iwapo mtu atakuwa anafunga inaweza kumsaidia kiafya, na pia tutaweza kugusia masala ya wale ambao wana magonjwa sugu ama magonjwa yoyote tu ambao wanaathirika na kutatizika wakati wanapokuwa wanaendeleza mfungo. Uwe ni mfungo wa kidini, ni mfungo ambao pengine wenyewe wametaka tu kufunga kwa sababu ya kutaka kudhibiti uzani, ama ni mfungo tu wa mambo mengine ambayo yanaendelea katika maisha yao. Ndio maana basi hii leo ndani ya studio naye mtaalamu wa lishe Zena Sengo, karibu sana ndani ya studio zetu. Asante. Na tunaye pia Daktari George Muli ambaye atakuwa akitupatia mwelekeo wa kitaalamu kuhusiana na afya. Daktari, karibu sana tena ndani ya studio. Asante sana Mwanahamisi. Kwanza tungependa kufahamu kuna uhusiano gani baina ya kufunga na afya ya binadamu? Ni swali nzuri. Nashukuru sana kwa kuwa na mimi hapa katika studio leo. Nataka kwanza nitume salamu kwa watazamaji wetu wote ambao wako Kenya nzima. Najua mahospitali kadhaa watu wameshatuweka katika mizani, wanatuangalia, wanataka kujua vile ambavyo kufunga kuna uhusiana na afya ya binadamu. Na ni vizuri kwanza tuseme kama vile lishe ambalo lina manufaa katika mwili wa binadamu, pia kufunga kuna manufaa, kwa sababu hatutakiwi kula chakula kwa masaa 24. Kwa hivyo kuna wakati ambao mwili unapumzishwa kutoka kukula, tunapumzisha sehemu ya usagaji wa chakula, alafu huo una manufaa. Kuna manufaa ambayo yanakuja kwa mwili wa binadamu ambayo ndio tunajadiliana leo. Ni mengi sana. Na pengine tunataka huo uhusiano. Maanake kama ulivyosema kwamba mwili wa binadamu unastahili kupumzishwa. Je, wakati mwili utakapokuwa unapumzishwa utakuwa una manufaa gani? Na pengine kuna madhara gani ya mtu kula bila kujali kwamba kuna wakati fulani nastahili pengine kupunguza lishe yangu, iwe tu ni kila wakati, miaka ikienda miaka ikirudi, hakuna hata kipindi fulani anasema mimi napumzisha tumbo langu ili angalau niweze kupata manufaa fulani, na hayo manufaa ndo tunahitaji hivi sasa. Ukishaanza kufunga, wakati ambapo unadhibiti mwili wako kupata chakula, kuna manufaa ambayo yanaanzia pale. Kwanza unapumzisha njia yako ya chakula, ule utumiaji wa chakula katika mwili wako pia unabadilika. Kwa hivyo badala ya kutumia chakula ambacho umekila wakati ule, mwili unaanza kutumia chakula ambacho ulikuwa umehifadhi. Tofauti kubwa sana ya watu na wanyama wengine ambao Mungu aliumba ni kwamba sisi tuna uwezo wa kuchukua chakula ambacho tunakula, mwili unakibadilisha na unakihifadhi kwa matumizi ya baadaye. Kwa hivyo watu ambao wanafunga kwa muda mrefu, huwa wengine wana ule uwezo wa kufunga, wanafunga na bado wanapata manufaa. Yale manufaa yanaanzia kuanzia njia ya usagaji wa chakula, tunaenda kwa kiakili, tunaenda kwa kiroho, tunaenda kwa misuli. Kila mahali katika mwili wa binadamu unafaidika na kufunga. Na tukizungumzia hili swala la kupunguza uzani, kuna wengine huwa wanasema mimi nataka nifunge tu kwa ajili ya kupunguza uzani. Je, ni sawa ama inatakiwa iwe namna gani? Hilo ni sawa pia, lakini kile tunafaa tusisitize ni kwamba kufunga sio njia pekee, na sio kile ambacho tunapendekeza peke yake. Ni njia ambayo ni ya kujumuisha ile lishe bora. Hauwezi ukafunga kila wakati bila kutumia lishe bora na madhumuni ya kupunguza uzito. Lakini kule kufunga kwenyewe kuna njia ambayo inatumika na inakubalika ya kupunguza uzito, na tutajadiliana leo kwa kile kinaitwa intermittent fasting. Okay, sasa kuna swali ambalo linaibuka. Je, kufunga ni salama kwa kila mtu? La hasha, si kila mtu. Kwa sababu kuna wengine ambao mwili yao tayari iko na shida, na hiyo shida tukiingiza mwili katika kufunga tutamweka kwa shida zaidi. Kama pengine mtu ana ugonjwa wa kisukari, na ambapo tunapata mara kwa mara sukari yake inateremka tukifanya kipimo cha damu. Ule mtu ukimwambia ni afunge, sukari yake inaweza enda chini sana. Ikishuka chini ya 2.1 anaanza kupata shida na wanaweza wakafa kwa haraka. Kwa hivyo si kila mtu anakubaliwa kufunga. Ni watu kabla kufunga ni vizuri mtu ajue hali yake ya afya kwanza. Okay, sawa sawa. Nitakuja kwako Zena, manake wewe mbali na kuwa ni mtaalamu wa lishe pia ni dada wa Kiislamu. Tuje katika upande wa dini. Hivi sasa waumini wa dini wa Kiislamu wako katika mfungo wa Ramadhani. Na katika nikirudia hili swali, je, ni kila mtu anaweza kufunga ama kila mtu yuko salama kufunga? Kulingana na dini pengine inasemaje? Assalamu alaikum watazamaji. Sasa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani
ni fardh, inamaanisha Mungu ametuamrisha Waislamu kufunga mwezi huu na sio kwa madhumuni ya dini peke yake. Kuna sababu muhimu ya afya. Mwenyezi Mungu anatuambia tunapofunga mwezi huu tunaboresha afya yetu. Sasa afya imeamrishwa na Mwenyezi Mungu. Hauwezi chagua ati nikitaka kuwa na afya bora nitakuwa na afya bora. Hapana. Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Sasa katika mwezi huu kuna wale ambao wameruhusiwa kutofunga. Manake dini yetu haikandamizi. Kama huwezi kufunga, kuna wale ambao wametengwa wanaweza kosa kufunga. Na watu kama hao ni wale pengine wagonjwa ama watu ambao wanasumbuka na maradhi sugu. Kwa vile sasa hawafungi, manake lazima wawe wanameza dawa. Na chochote unapitisha kwenye kinywa chako, ikiwa unapitisha chochote kwenye kinywa huwezi funga. Ndio maana watu kama hawa wanaruhusiwa kutofunga. Na pia kuna wazee. Wazee pia wametengwa kutofunga. Manake wazee si kama sisi barubaru tuna nguvu. Hawezi kaa muda mirefu bila chakula. Sasa wazee wametengwa, wagonjwa wametengwa, watoto wametengwa. Na ndio maana kufunga kuna umri ambao tunafaa kuanza kufunga. Tunapofunzwa umri wa kubale ndio unaanza kufunga, inakuwa ni lazima ufunge katika mwezi huu. Sasa kwa wale ambao wanaruhusiwa kutofunga, ikiwa unaamka kusema leo, umesema leo nitajaribu kufunga na unaona unaweza kufunga, basi ni vizuri kwako kufunga. Lakini lazima mwanzo, ikiwa una maradhi sugu, lazima upate ushauri wa daktari. Miili yetu ni tofauti. Wewe unaweza kuwa na kwa mfano mtu fulani ana kisukari, yeye hawezi funga. Na kuna mwingine anacho lakini anaweza funga. Ndio maana ni muhimu sana kupata ushauri wa daktari wako. Ndio muangalie jinsi mnavyoweza kupanga madawa. Manake kuna wale ambao wanategemea madawa na kuna wale ambao washaondoka kwenye kutumia madawa. Ndio hivyo, hata si kisukari pekee, pia kuna watu wanao shida ya pumu, blood pressure, high blood pressure. Pia hawa ni muhimu sana wapate ushauri wa daktari, manake kuna wale ambao wanategemea madawa. Naam? Na madawa haya saa zingine yanaleta uchovu ama yana madhara mengine. Lazima unakula, unakunywa maji ndio uweze kuchukua madawa haya. Okay, sawa sawa. Nitarudi kwako kidogo. Nataka nirudi kwako daktari. Umezungumza kwamba na kutueleza kwamba funga inaweza kuboresha afya ya akili ama ubongo. Pengine kwa jinsi gani? Naam. Wakati mtu anapofunga, kuna vitu kadhaa kibiolojia ambavyo vinafanyika katika mwili wake. Kwanza yale mwili kutegemea kile chakula ambacho umekila wakati ule inapungua. Kwa hivyo tunawacha kutumia ile glucose ambayo umeitoa kwa chakula chako wakati ule. Hivyo mwili unaenda kuanza kutafuta sehemu nyingine ambapo utatoa ile glucose, utatoa nguvu yake ya kutumia. Kwa hivyo unaendea yale mafuta ambayo umehifadhi kwa mwili, tunaenda kwa process tunaita ketogenesis. Tunaenda kwa kitu ambacho tunaita ketogenesis. Tunaanza kufanya zile hifadhi za mwili za nguvu, tuanze kutumia zile nguvu zake. Wakati unafanya vile, kuna kitu inaitwa neuroprotection. Neuroprotection ni ambapo zile seli za akili, seli za nervous system zote zinaanza kupata uhifadhi fulani kwa sababu ya matumizi haya ya ketogenesis. Tofauti na wakati tunatumia glucose. Kwa hivyo wakati ambapo tunapumzisha mwili kutumia glucose ya kawaida ile ambayo inatoka kwa chakula, tunaanza kutumia hifadhi za mwili, tunaanzia masuala yake hapo. Lakini ule uzuri ambao unakuja na kufunga kwa akili, si kitu ambacho utakipata siku ya kwanza ya kufunga. Hayo ni matokeo ya baadaye, wakati ushaendelea kufunga, umemaliza siku 3, wiki moja kuendelea. Hapo ndo unaanza kupata hayo manufaa. Wakati umeanza kufunga hivi
kwa sasa. Kitu ambacho utakuwa unashughulikia sana ni tumbo, alafu manufaa yataenda yapate sehemu zingine za mwili kama misuli, tutaenda kwa moyo, wakati baadaye itakuja itafika ni tuko kwa akili. Kwa hivyo kwa akili na kwa nervous system tunapata neuroprotection, ambapo seli za akili na zile za spinal cord na zile za nerves zote zinaanza kupata zinaendelea kukua vizuri. Wakati ambapo seli inaharibika, inarekebishwa kwa haraka. Kwa hivyo mtu akili yake inafanya kazi vizuri zaidi. Okay, na tukirejelea huu mfumo wa kumeng'enya chakula, digestive system, umesema kwamba binadamu anastahili angalau kwa kipindi fulani aweze kupumzisha mfumo ule. Pengine manufaa yake ni gani, na iwapo mtu atakuwa hazingatii hilo atakuwa yuko katika hatari gani? Hatari ya kwanza ni ile tunajua kawaida, wear and tear. Wakati unasaga chakula bila kusita, zile seli ambazo zinatoa zile juices kwa tumbo, hydrochloric acid, zinafanya kazi non-stop, zinafanya kazi bila kusita, kutakuwa na shida. Zile seli, wakati seli ya binadamu inafanya kazi sana, huwa inapata mabadiliko fulani. Na hapo tulizungumzia wakati mwingine tukasema kile ndio chanzo cha saratani nyingi. Seli inabadilika kwa sababu pengine imefanya kazi sana ama imekuwa kubwa. Wakati ambapo tunasita kupea mwili wetu chakula, unaanza kupata manufaa yale ya kusitisha hicho chakula, kusitisha zile seli kupumzika. Ni kama vile unavyoamka asubuhi, unakuja unafanya kazi, jioni unaenda unalala. Zile seli za mwili pia kule ndani zinahitaji wakati wa mapumziko. Kwa hivyo wakati tunasita chakula, tunafunga, tunazipea zile seli wakati wa kujirekebisha. Mahali ambapo seli ilikuwa imeumia, inatengenezwa vizuri. Inangoja wakati mwingine ambapo itakuja inatumika. Kwa wataalamu ambao wanajua mwili wa binadamu vizuri, wanaelezea kwamba mwili wa binadamu uko na kama mwaka mmoja ambapo unakuja unajibadilisha, unajigeuza tena, unakuja mwili mpya. Kwa hivyo ile wakati unasema happy birthday ni kwamba umepata mwili mwingine mpya. Lakini ukishajua sema vile huwa ni unazeeka sasa. Unazeeka, lakini mwili wa binadamu uko na uwezo wa kujiregesha. Kama vile tunajua kiungo kinaitwa maini. The liver. Wakati mtu anakunywa pombe sana na ameacha kunywa pombe, ile maini inarudi. Iko na uwezo wa kurudi. Vile vile seli zingine za mwili zote ziko na uwezo wa kurudi, nyingi si zote, ziko na uwezo wa kurudi lakini kwa kiwango tofauti. Zile seli zingine za mwili zinarudi polepole, maini yanarudi kwa haraka. Kwa hivyo pia tumbo, sehemu zingine za njia ya kusiaga chakula pia ziko na uwezo wa kurudi. Wakati tunasita kuipea chakula, tunafanya kufunga, huwa zile seli zinaanza kurudi kwa process ya repair. Okay. Na pengine kuna pendekezo ama taratibu ambazo mbali na huu mfungo ambao tunajua ambao sisi Waislamu tunauendeleza, tunasema angalau kwa mwaka siku 30, si angalau, ni lazima kwa siku 30. Imeambiwa kwamba hii ni lazima kwa kila mtu ambaye amefikia kiwango cha kuweza kufunga afunge. Ukija kitaalamu katika nyanja hiyo ya matibabu, nyinyi kama matabibu mnapendekeza mtu angalau aweze kujipatia kama siku ngapi ama muda gani wa kufunga ili aweze kupata manufaa kama hayo? Swali nzuri, lakini ni swali ambao nitalijibu kwa kusema hivyo sababu tunaongea na watu wa rika zote, tunaongelesha kila mtu. Si watu wote wanaingia kwa mkanda wa ufungaji. Kuna watoto, kuna watu wazima, kuna wazee. Kuna watu fulani ambao tutaruhusu wafanye kufunga bila kudhibitiwa. Kama vile kwa saizi dini ya Kiislamu wako kwa siku za Ramadhan, kuna watu wengi ambao tutasema ni wale wanarika. Wana uwezo wa kufunga bila hata kufuatiliwa na daktari. Kama hawana kasoro yote ya kiafya. Lakini kama kuna mtu ana kasoro ya kiafya, ni vizuri afuatiliwe kwanza kabla aanze kufunga, tusipate hatari. Wakati tunaanza huku kufunga, tunajadiliana namna ambavyo mtu anafaa kufunga kwa kawaida kisayansi. Hakuna kitu ambacho kimekubaliwa kwamba tunafaa kufunga siku 2, tunafaa kufunga siku 1, tunafaa kufunga siku 20. Ni vizuri ile tunaeleza kisayansi. Sayansi inakwambia kwamba haya ndio manufaa ya kufunga. Haya ndio manufaa ya kufunga, na haya ndio manufaa ya kufunga kwa masaa haya, haya ndio manufaa ya kufunga kwa wiki moja, haya ndio manufaa ya kufunga kwa siku kadhaa. Kwa mtu ambaye ana uwezo, kuna mifumo kadhaa ya kufunga ambayo inafuatiliwa sana sana kwa wakati ambapo watu wanafuatilia mtindo uliotaja wa weight loss, wa kupunguza uzito, kupunguza mizani. Kwamba kuna watu wanapendelea ile intermittent fasting.
Intermittent fasting ni unakula chakula na kuna muda fulani ambao hautoguza chochote, hutokula chochote, pengine unywe maji, alafu utakuja ukule tena. Hiyo wakati ambao tunasita kula chakula, hiyo ndio tunasema ni intermittent fasting. Kwa ule mfumo kuna watu ambao wanaifanya tofauti. Kuna watu wanachukua masaa siku moja ina masaa 24. Kuna watu wanakula chakula ile wanafaa kule kwa siku, wanakula ndani ya masaa 8. Masaa imebaki 16 wanafunga. Kwa hivyo ni mfumo wa kufunga unaitwa 16-8. Masaa 16 umefunga, masaa 8 unaweza kula. Na hiyo iko salama, haina matatizo. Iko salama, haina matatizo. Kuna wengine ambao pia wanafunga, wanakula chakula yao kawaida vile wanakula siku 5 na wanachukua siku 2 kwa wiki wanafunga. Huli chochote, ni maji tu. Hiyo kufunga sasa ndio tunatofautiana kwa kile ambacho tuna define. Ile tunatoa ushauri kwamba hii ndio kufunga. Kwa sababu mtu anaweza kunywa maji. Kuna mtu ambaye anaruhusiwa kunywa kinywaji ambacho ni chepesi. Unaona, pile ni kufunga. Kwa sababu kinywaji kikienda kwa tumbo si kama ugali itasiaga hivi. Kinywaji itapita, maji yatachukuliwa, sukari itachukuliwa, kitu kama hiyo. Hiyo si kufunga 100%. Lakini kwa ule mtu ambaye anafunga mingi, pengine unafunga masaa 16, unakula masaa 8, yale masaa 16 ni vizuri unakunywa maji, mwili unahitaji maji. Ule mtu ambaye anakula siku 5, anafunga siku 2, zile siku 2 pia uwezi enda bila maji. Kwa hivyo ni vizuri wakati ambapo mtu anafunga anakunywa maji. Na kuna hiyo mifumo ya kufunga ambayo ndio inapendekezwa kiafya, aina siku ambazo zimehesabiwa kwa mwaka pengine kama Kiislamu, kwa sababu hii tunaelezea kwamba ni manufaa kwa mwili kisayansi. Sawa sawa, tutakuja tuendeleze na hilo, alafu pia tutakuja kwako Zena utufafanulie wale wenye matatizo ya kiafya wakati wanapotaka kujihusisha katika funga. Pengine amezungumza na daktari akamwambia sawa, unaweza kufunga lakini usipitishe hivi na hivi. Tukija upande wa lishe, wanastahili kuzingatia nini? Na hapo tutakuwa tunakwenda kulingana na ugonjwa fulani mmoja hadi mwingine. Yote mtazamaji, ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa tunapata mapumziko mafupi, tupate matangazo ya biashara, lakini kumbuka kwamba unaweza kusema nasi kupitia nambari zetu za arafa 22422, kisha baadaye tutafungua laini za simu ili pia uweze kumuuliza daktari chochote kile ambacho utakuwa unataka kujua kuambatana na funga na afya zetu. Hayo yote ni baada ya muda usiokuwa mrefu.